Najua umeshawajiuliza kwa nini hii mili ilizikwa hivi. Ni kisa kikubwa sana na chenye ujumbe mzito. Karibu uweze kuambatana nami. Jina langu naitwa Ezekiel Mtewere kutoka hapa Baharia TV. Wakati wa utawala wa Malkia Victoria nchini Uingereza katika karne ya 18 iliibuka tabia moja ya baadhi ya watu kufukua maiti toka makaburini, huku wengine wakienda mbali na kuiba maiti katika misiba. Historia inakumbuka watu waliofanya vitendo hivi kwa jina la The Body Snatcher, wakishamiri karibu kila mji nchini Uingereza. Wezi wa maiti inasemekana wana mchango mkubwa sana kwenye kuikuza sekta ya afya leo hii, licha ya kuwa walifanya matukio ya ajabu kweli kweli. Mapinduzi ya viwanda barani Ulaya yanatajwa kama hatua kubwa kuwahi kushuhudiwa. Maendeleo ya sayansi katika sekta ya viwanda katika kipindi hicho cha karne ya 18 hakikushuhudia maendeleo katika viwanda tu. Nukuu zinaendelea kueleza kuwa nchi nyingi Ulaya, hasa viongozi baadhi na Uingereza katika kipindi hiki, kilishuhudia maendeleo makubwa katika sekta za afya na matibabu. Shule kubwa za afya, hospitali na vyuo vingi vilijengwa nchini Uingereza katika kipindi cha karne ya 18, lakini maendeleo haya katika sekta za afya yakaja kuleta changamoto moja kubwa. Changamoto ilikuwa ni uhitaji wa miili ya kibinadamu ya kufanya majaribio. Mafunzo katika shule za afya, kutokana na ongezeko la wasomi na wanafunzi, maabara nyingi zilihitaji miili mingi ya watu kutumika kwenye majaribio ya kisayansi. Katika kupambana na changamoto ya uhitaji wa maiti, mwaka 1751 serikali ya Malkia Victoria wa Uingereza ikaanzisha rasmi sheria ya kifo. Sheria iliweka wazi kwa yote atakayehukumiwa kifo mahakamani, mwili wake utatumika kwenye mafunzo ya kitabibu baada ya kuuawa. Hii ilionekana kama ni adhabu kubwa sana kwa wafungwa waliotakiwa kunyongwa, lakini hakuna yote alijitokeza kuuliza kwa nini ilikuwa ni lazima iwe hivyo. Hayo yote yakawa ni mengi sana ambayo kila mmoja alikuwa anaendelea kujiuliza. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.